Ilianza kama tetemeko lisiloonekana. Habari zikavuma duniani. Kiongozi mkuu wa Iran, Ayatollah Sayyid Ali Al-Khamenei ameuawa. Maneno yakawa mengi, wengine wakisema ni tetesi. Maana halisi ya muda utatuambia ikadhihiri. Punde si punde Iran ikathibitisha ukweli wa tukio hilo. Kimya kikatawala, lakini si kwa muda mrefu. Kwa Iran hilo halikuwa tukio la kawaida, lilikuwa jeraha la taifa, na taifa likijeruhiwa hulipiza. Wengi walisema mwisho wa Iran watasalimu amri, wengine wakasema ndio kwanza mkoko unalika maua. Karibu sana katika simulizi hii. Mimi ni Abdullahi mwana wa Maalim Mashi. Tangu siku hiyo anga la Mashariki ya Kati halijawa tulivu. Iran haikusubiri majibu ya maneno, ilijibu kwa moto. Makombora balistiki yakaanza kuruka angani mithili ya radi za kiangazi. Drones, ndege zisizo na rubani zikachora njia zao gizani. Malengo ni nini? Maeneo ya kijeshi ya Israel na vituo vya Marekani vilivyotapakaa katika ukanda wa Ghuba. Iran ikaonyesha kile ilichokuwa ikihifadhi kwa miaka na mikaka: ghala la makombora masafa marefu, teknolojia ya drone inayoweza kuvuka mipaka, na mkakati wa mashambulizi ya awamu kwa awamu yakadhihiri. Haikuwa shambulio la hasira tu, ilikuwa ni onyo. Kwa kila kombora lilorushwa, ujumbe ulisomeka wazi: damu ya kiongozi wetu haitapotea bure. Lakini hatari haikuishia hapo. Irani ina mtandao mpana wa washirika wa kikanda, kutoka kaskazini mwa Israeli hadi mipaka ya Lebanon. Milio ya makombora ikaongezeka, ukanda mzima ukaanza kunukia baruti. Wachambuzi wa kijeshi wanasema Iran imechagua mbinu ya kuumiza polepole, mashambulizi ya vipindi, mchanganyiko wa makombora, drones na hata vitisho vya mashambulizi ya mtandao. Ni vita vya nguvu, lakini pia ni vita vya akili. Hatari yake ni kubwa. Iwapo moto huu hautazimwa kwa diplomasia, huenda ukageuka kuwa miali itakayogusa mataifa mengi zaidi. Bei ya mafuta inaweza kupanda, usalama wa anga unaweza kuyumba, na dunia nzima ikaathirika kwa mgogoro wa watu wawili wasiotaka kusalimu amri. Hivi ndivyo Iran ilivyojibu baada ya kuuawa kwa kiongozi wake, kwa moto, makombora na msimamo mkali. Swali linabaki ni hili: je, huu ni mwanzo wa vita vikubwa zaidi, au ni sura nyingine tu katika historia ndefu ya uhasama wa Mashariki ya Kati? Muda ndio utakaotoa jibu. Ni hivyo basi, upepo wa Ghuba unaendelea kuvuma ukiwa umebeba harufu ya baruti na sauti za makombora. Hali ya anga Israel si tulivu tena. Mizunguko ya tahadhari na onyo linabadilika mara kwa mara kutokana na vita vinavyoendelea kati ya Israel pamoja na Marekani dhidi ya Iran. Iran imeonyesha kuwa si taifa la kunyenyekea kirahisi, lakini katika ulimwengu wa leo, kila risasi na kivuli chake na kila kombora lina athari zake kwa dunia nzima. Swali si nani ana nguvu zaidi, swali ni nani atathubutu kuweka silaha chini kwanza, kwa sababu vita vinaanza kwa hasira, lakini huishia kwa maumivu ya wasiohusika. Je, dunia itasimama kutazama, au sauti za diplomasia zitazidi milio ya makombora? Hayo ndio maswali yanayosubiri majibu. Mpaka wakati mwingine, hii ndio taswira ya hali ilivyo sasa huko Israel na Iran. Mimi ni mwana wa Maalim Mashi. Kishki TV, nuru ya dini yako.